Habari Tanzania, habari Afrika. Leo nataka tutazame mtu akisema damu ya familia anamaanisha nini, au akisema familia, vifungo vya familia anamaanisha nini. Nitakueleza kwa ufupi sana kuhusu biolojia, alafu nitakuingia kuhusu kiroho. Damu ya familia kibiolojia, mtoto ni matokeo ya zaidi ya 99% anarisi vinasaba ya DNA za baba na mama. DNA zinapatikana kwenye damu. Kwa damu ni kimiminika ambacho chekundu kinachopatikana kwenye mwili wa binadamu, kinachotafsiri binadamu. Damu sio tu uhai, damu ndio maisha ya binadamu. Sasa kimwili nadhani tutakuwa mmenielewa. Kwa mtu anavozaliwa anarisi damu. Kiroho iko hivyo hivyo. Damu pia kiroho huwa inalishiwa. Damu kwa nini inalishiwa? Damu ina tabia ya kuenda kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Kwa kama familia ilifungwa katika baba alifungwa, mtoto akufungua kifungo cha mzaliwa wa kwanza cha baba yake, basi mtoto pia atafungwa mpaka siku atakapofungua kifungo cha mzaliwa wa kwanza. Kuna watu utasikia mzaliwa wa kwanza ni Yesu Kristo. Exactly, mzaliwa wa kwanza sawa sawa na Ufunuo 1:5 ni Yesu Kristo. Kweli kabisa, ndiye aliyekufa wa kwanza. Lakini mara of blood inahusika. Mambo yanayohusu damu usipojua utafungwa tu. Kuokoka akumzuii shetani au akumuondolei uhalali wa wewe kukutumikisha katika kifungo cha asili. Kumbuka umeokoka, lakini kuna damu fulani unatokea. Sasa kwa mfano mwepesi, makosa ya Hamu alilaaniwa Kanani. Ndipo utakapoelewa sasa mambo yanavyokuwa, kwamba sio marahisi kama unavyodhani. Makosa ya Hamu, yani kati ya Nuhu walikuwa na watoto watatu. Baada ya gharika waliomchungulia, mtoto mmoja ndio alimchungulia. Ukisoma Mwanzo 37:5-11 anasema hivi: usiku mmoja, Mwanzo 9:35, 9:20-27.